إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika hii suratul Maida awakumbusha waja wake neema miongoni mwa neema kubwa kabisa alizowaneemesha nazo waumini, nao ni neema ya kukamilisha hii dini. Neema hii wameitambua sio waislamu peke yake, bali katika zama za masahaba, hata mayahudi pia wakiwahusudu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa neema kubwa kama hii. Jaa rajulun min al-yahud ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu faqal: ya amira al-mu'minin, إنكم تقرؤون هذه الآية: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. alikuja bwana mmoja katika mayahudi kwa amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akamwambia: ya amiral mu'minin, hakika nyinyi mwaisoma hii aya, lau kama ingeliteremka kwetu sisi mayahudi, basi tungeliichukulia ile siku iliyoteremka hii aya ni sikukuu na Eid. Umar radhiyallahu anhu akamuuliza: wama hiya, ni aya ipi hii unayozungumzia wewe? Qala: alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina. Kwa hata maadui wa Uislamu walifahamu katika neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala alizowapa waumini ni neema ya kuikamilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na kuitimiza neema yangu juu yenu kwa kuitimiza hii dini. Waraditu lakum alislam dina, na kuridhia Uislamu kuwa ni dini yenu. Kwa hivyo hii aya tukumbushwa neema kubwa, pamoja na kuwa ya kusikitisha. Wengi katika Waislamu huisoma hii aya pasi na kuizingatia, pasi na kukumbuka neema na fadhila kubwa alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuondoka katika huu ulimwengu isipokuwa kila kheri anayojua kwa umma wake aliwaongoza kuifanya kheri kama hiyo, na kila shari anayojua ni shari juu yao
akawaonya kutokamana na shari kama hiyo. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه الإمام مسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hapakuwa na nabii yoyote kabla yangu isipokuwa ilikuwa ni haki na wajibu juu yake kuwaongoza umma wake katika kile anachokiona kuwa ni kheri kwa wao na kuwaonya kutokamana na kile anachokiona kuwa ni shari juu yao. Kwa hivyo hakuna kheri yoyote isipokuwa ametuongoza nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hakuna shari isipokuwa ametuonya nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaifa la, na yeye ndiye mbora wa mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam. Ikiwa mitume waliopita waliifanya kazi hii kikamilifu, basi hakuna atakayekuwa mkamilifu zaidi kuliko mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala akazungumza maneno mazito kuwaonya waislamu kutokamana na kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. yoyote anayezua uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akauona uzushi kama ule ni mbora na kuwa ni wema, basi huyu amedai kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Bimaana hili jambo hakulifikisha, kwa hivyo yeye akafanya istidrak na kulifikisha badala ya mtume sallallahu alaihi wasallam kulifikisha, wal iyadhu billah. qala li anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الإمام مالك akamalizia na kusema, na hii ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha aya kwa hii dini imekamilika. Kwa hiyo chochote ambacho hakikuwa dini wakati hii aya ilishuka, haiwezekani leo kuwa ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zingatia maneno haya makini, ndugu yangu Muislamu. Chochote ambacho hakikuwa dini wakati inaposhuka hii aya kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haiwezekani katu leo kuwa ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani. Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze mimi na wewe katika khairi ambayo hakumuongoza nayo mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. amma ba'd. فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عباد الله، هي آية katika suratu Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha kuwa ni mizani ya kuonyesha ukweli au uongo wa madai ya yoyote anayedai ya kuwa ampenda Allah subhanahu wa ta'ala.
yoyote anayesema kuwa ampenda Allah subhanahu wa ta'ala amewekewa mizani na Allah subhanahu wa ta'ala na kuambiwa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, ikiwa kweli nyinyi mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa atuambie basi nifuateni mimi na Allah subhanahu wa ta'ala atawapendeni nyinyi. Mazingatio si kusema kuwa wapenda. Je, na wewe wapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala au la? Jitizame katika matendo yako. Ikiwa ni mfuasi wa kweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimaana kila unachokifanya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi wewe ni katika wale wanaopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama makini unapoisoma Qur'an, zingatia maneno haya, fattabi'uni yuhibbukum Allah, nifuateni. Na kufuata ni kuyaangalia yale aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukawa nyuma yake wamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa tahadhari na kutangaza wazi kwa kila anayekhalifu mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huenda akaingia katika mabalaa makubwa hapa duniani na kesho akhira. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتهذاري wale wanaokhalifu amri yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isije ikawapata fitna. Na katika fitna ni kuingia katika upotofu. Yatosheleza kuwa ni fitna kuwa mja afanya jambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambalo hakulifanya na kuliamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akajiona ana ubora kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake katika ibada kama hiyo. Hadhihi fitna ibadallah, hii ni fitna. Umetubukia na kuzama ndani ya bid'a, ni fitna katika huu ulimwengu, au isije ikawapata adhabu kali hapa duniani na kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, aya tulizozitaja na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kama muislamu atakaa chini azingatie na yafikirie makini maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi akiwa mkweli atajiepusha na kila uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika uzushi ambao uko mbele yetu, utakuja kuona baada ya siku moja au mbili watu wakisherehekea na kudai kuwa kuna sikukuu ya mwaka mpya katika Uislamu, tashabbuhan bil kuffar, kwa kuwaiga makafiri wanaosherehekea sikukuu ya mwaka mpya wao, na wao pia wakaweka sikukuu yao ambayo hakuiweka Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwaka baada ya mwaka ulimpitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, sherehe hizo hawakuzijua wala hawakuzifanya. Leo tutokee sisi tuzue sherehe katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo hakuiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Je, kwa hilo tutakuwa ni wa kweli katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam? Kumbuka, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.